tena mwanamichezo, njoo tuzungumze yale ya kimchezo zaidi na njoo tuachakate yale ya kimchezo. Jina langu ni Tyson, nyuma kama nasema Justin, anakesha picha inakuwa ngavu kwa kweli. Niko na Jabiri, shabiki wekundu wa Msimbazi, naenda kutazama baada ya klabu ya Young Africans kukataliwa na kasi, barua yao imejibiwa. Leo niko hapa na Jabiri. Jabiri? Naam. Hivi mzee? Fresh. Una furaha, umepiga suti unyama? Vibaya mno, siniko katika finali ya shirikisho bwana, lazima niwe na furaha. Alafu pia vile na ubao bwana nafanya kazi. Kwa hiyo lazima niwe na tabasamu nzuri tu. Mimi nikajua labda kwa vile kasi imejibu barua ndio maamua kwa suti kabisa. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba mpira wa miguu ni mpira ambao unatakiwa uchezwe kwenye pitch. Wewe ukienda kuweka pingamizi la kutaka mpira usichezwe kwenye pitch, huwa CAF na FIFA hawapendagi hivyo vitu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na matarajio tu kwamba hii barua itakuwa ni barua ambayo haifanyi kazi kwa wakati na itarudi na majibu ambayo watakuwa imetupwa pembeni. Kwa hiyo furaha pia inakuja kwa sababu najua dabi itafanya, itachezwa, na dabi ikichezwa maana yake tutakuwa tunaukuza mpira wetu na vivyo tutakuwa tunaenjoy sisi washabiki wa Simba na Yanga katika kuingia kwenye pitch. Japokuwa alitukera katika mechi ile, lakini na imani tumewasamehe na tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kuicheza dabi. Kwa hiyo barua ya kasi ilivyokuja imetupa mwanga sisi washabiki na kujiandaa na mechi hiyo. Na imani mechi itachezwa na dabi itakuwepo kama kawaida. Nazungumzia kwamba nyinyi ndio mmefanya barua irudi. Sasa sijui mmefanyaje mpaka barua ikarudi. Ni maneno tu. Maneno mengi unajua yanazungumzwa, lakini kusema kweli ni sheria na taratibu ndio zinasababisha mambo yao hivyo. Kwa hiyo mambo ya kusema kwamba tumefanya sisi, ni mambo ya kusema ubaya bwela, hapana. Hiyo ubaya bwela ilikuwa haipo kasi. Ilipo iko katika mazingira tu ya mechi za ligi na mechi za kimataifa, kombe la shirikisho, na mpaka tumepata tulichopata, mpaka sasa hivi tumetulia. Kwa hiyo anazungumza kama tumesababisha sisi atakuwa na maono ya peke yake, lakini mimi simkatalii. Lakini binafsi nasema ni sheria tu za CAF na FIFA na TFF zimeweka wazi juu ya jambo hilo, na ndio maana unaona barua imefaje, imerudi. Wameona kwamba CAF haiwatoshi, wakaamua kupeleka FIFA moja kwa moja. FIFA imeenda barua dabi. Unajua kuna kitu kimoja ambacho nimekiangalia sana katika mpira wetu. Unajua mpira wetu 90% unakuwa kama vile ni propaganda. Kwa hiyo hata viongozi wetu wa Simba na Yanga wanaotuongoza nao wanakuwa na zile propaganda. Kwa hiyo sishangai kuona timu kama klabu ya Yanga inapeleka barua kule kutokana na nini? Fans wake walikuwa wengi wanahitaji kuona msimamo wa klabu yao, wanahitaji kuona viongozi wanafanya hayo, kwa sababu 90% sisi washabiki wa Simba na Yanga ndio tunashawishi viongozi wetu wafanye yale ambayo sio ya kimpira kutokana na nini? Na miamko ya shabiki. Lakini ukiangalia kisheria ilikuwa haitajiki hata uongozi wa klabu ya Yanga kwenda katika hatua kubwa kama hiyo na kwenda kuzungumza hayo. Ipasa tu atulie, kwa sababu kwa umri wangu mimi naona ni dabi kama ya 5 au ya 6 zinaahirishwa. Lakini zote haijawahi kutokea klabu moja ikakata rufaa ikaenda kasi. Haijawahi kutokea. Nilishangaa hii ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo wameonyeshwa kwamba mlichokifanya sio cha kimpira. Tulieni ligi yenu, tulieni na TFF yenu, tulieni na kalia wenu ili muweze kucheza ligi, kila mmoja apate haki yake ya ligi kuu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tumeelekezwa na tumeendelea kuwekewa mwanga kwamba tukumbuke sheria zipo wazi na kanuni zipo wazi na watu wanazifuata. Kwa hiyo Yanga kufanya vile ilikuwa ni ushawishi tu ya wazee wa Yanga na viongozi na washabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga. Basi ikabidi engineer, unajua katika viongozi ambao na uweledi Tanzania, engineer naye yumo na uweledi wake, lakini alifikia hatua akaingia katika wimbi la ushawishi la wazee na washabiki, akafikia hatua akafanya yale ambayo sio ya kimpira. Kwa hiyo mwenyewe ameona kwamba sasa washabiki na wanachama wa Yanga wameridhika. Unajua vilabu ukifanywa jambo nitajika wanachama na washabiki wafanyaje, waliziki. Sasa hapa washabiki wa Yanga, wanachama wa Yanga wameridhika. Ndio mimi ninakuaga na neno langu moja, nasemaga washabiki wa Yanga wengi ni darasa la 7 kutokana na nini? Na uweledi wa kuelewa jambo la kisayansi. Wanashindwa, wanaelewa jambo la imani. Ndio mimi nimewapaga hiyo slogan hiyo kwamba Yanga wengi darasa la 7. Kwa maana unataka kuniambia kama uongozi wa Young Africans umesikiliza sana upande wa wazee, maana kiujumla labda amekurupuka kufuatilia jambo hilo? Na amekurupuka kwa 100% na bado ataendelea kurupuka. Hata juzi mimi nilikuwa nataka nimuombe engineer ili swala aliache kwa washabiki na wanachama na wazee. Lakini juzi nilipomsikia tena anazungumza, sisi tumebakisha mechi 3 tu, mechi ya Prison ndio ya mwisho. Sasa hii ya 30 atacheza nani? Nilikuwa sitaki mimi aongee kama kiongozi, lakini juzi kaingia katika mkenge wa waandishi habari baada ya kuulizwa swali, hii mechi nyingine mtacheza? Anakuambia mechi hizo tuzijui. Sisi tunajua ni mechi zilizobakia ni mechi 3 na ya 3 tunamaliza na Prison Mbeya. Kwa hiyo nyingine sisi tushacheza na hatuchezi tena.
Kwa hiyo kumaliza maneno vile nilikuwa nimemshangaa sana kama kiongozi mjuu. Swala kama hilo nawaachia washabiki wenyewe ndio wanalumbana nao na wazee, kwa sababu wao kidogo bali na zile kanuni na sheria, lakini kiongozi kama engineer na kupitia Alikamwe ametamka kabisa kwamba hatuchezi. Sasa unaniacha mimi huku niseme sababu kiongozi kasema yale, basi hiyo dabi kule ichezwe. Sasa kama ichezwe maana ligi itaharibika. Ligi ikiharibika, aliyopanda daraja alishuka daraja naye atakuwa katika upande gani? Maana atakuwa enjoy. Unajua unapoongea kitu kama kiongozi uangalie na wale wenzako wa chini. Sasa kama angeangalia waliopanda daraja na anatakiwa kushika daraja, ama ndio asingeongea. Sasa hivi kesho kutwa tunategemea kama kweli ataingiza timu kupitia tena ushawishi wa wazee na washabiki wa Yanga, basi tabidi Engineer Hersi ajiuzuru, kwa sababu ndio katamka kwamba hii dabi yafanyaje, acheze na mechi hiyo hayupo. Lakini ukiangalia jinsi slogan zinavyoenda, anaonekana ni mtu ambaye dabi atafanyaje, atacheza. Kwa hiyo ajiangalie katika maongezi yake ya maamuzi. Unajua kuna play party ya mshabiki na play party ya nani, ya viongozi. Kwa hiyo wao wanatuachia washabiki tuzungumze, alafu viongozi wasimalize maneno kutokana na nini, na zile sheria zinafaje, zinawabana. Hebu angalia aibu ambayo itamkuta Engineer kama mechi itachezwa, sababu alitamka kabisa sisi mechi hiyo hatuchezi. Sasa kama itachezwa maana yake atapata aibu, na kisheria kikanuni itabidi ajiuzuru. Sasa mwisho siku unajiuzuru wakati bado unahitaji uongozi, maana sio busara. Kwa hiyo maneno mengine asimalize maneno kama kiongozi mkuu wa klabu, yeye awaachie washabiki na wanachama na baadhi ya wazee waweza kuzungumza maneno hayo, ili aibu kama hizi zifanye isimkute. Kwa sababu ukiniambia sasa hivi dabi itachezwa, nakwambia kiongozi wa Yanga mkuu Engineer Hersi amesema dabi haitafanyaje, haitachezwa. Sasa maana yake dabi hakuna. Kwa hata TFF atakapopanga tarehe siku hiyo, TFF atapeleka marefari, na maana Simba ataingia, refari atasubia dakika 15 ataamuru Simba apewe point 3 na magoli 3. Maana yake wingo na vipi? Kama Simba akishinda viporo vyake, ubingwa unahamia wapi? Unahamia Simba. Tayari wala wanachama tena na washabiki wanakulaumu tena. Tungecheza tu Simba tunaamuru tushafunga mara 4. Kwa nini usiingize timu? Inakuwa lawama kwake. Kwa hiyo hili atalibeba yeye na hili litamgharimu, na anaweza akaiona Yanga ni kama vile ni kituo cha polisi. Kumbe yeye mwenyewe ndiye ameingia katika zile falsafa za nini, za washabiki na wanachama na wazee wa Yanga. Kwa hiyo hili tu ndio naweza kumwambia Engineer angeachana nalo mapema, asingelitilia sauti. Hata mimi hapa ninaongea ningesema Engineer ana msimamo, yeye hajawahi kutoa kauli kwamba dabi haichezwi, hiyo mechi haichezwi. Lakini kwa hili ambayo juzi kaliongelea yeye na ufafanuzi mkubwa ameufanya, naona kabisa kwamba ameingia kichaka na ameingia choo cha kike tunaita sisi washabiki wa mpira. Mmoja kati ya wazee wa Yanga waliongea kwamba Engineer akiruhusu kuleta timu siku tarehe kipango ya dabi ya Kariakoo au awaachie timu yao, Dairi zinaenda kuiona hiyo siku inaweza katimia. Wazee alizungumzia, na kwa sababu bado ana kiu ya kuongoza Yanga, lakini vile vile bado ni kijana mdogo, anahisi bado Yanga haijafikisha pale anapohitaji yeye. Sasa ikitokea slogan kama hizi kweli kinamchanganya, na hii ndio alichoogopa kauli yake. Kwa hiyo bora amalize maneno. Sasa kumaliza maneno kwa kuwaogopa wazee na kumaliza maneno kwa kuogopa sheria na kanuni na taratibu, maana yake unajikuta sio kiongozi mwema, ni kiongozi ambaye bado na nini, bado na msheri. Kwa hiyo aingize timu, asiingize timu, ina maana timu ya Yanga atafaje, ataiacha. Kwa sababu asipoingiza timu maana yake tena atakosa ubingwa. Akikosa ubingwa tayari wale wazee tena wanamchechia, kwa nini unasababisha tunakosa ubingwa kwa tuwe ulinda timu. Kwa hiyo akisimama tuna msimamo wake, akawaitika wazee afa akakaa kimya, kwa sababu wazee wanachohitaji ni heshima na busara na taratibu zifuatwe. Kwa hiyo wale wazee baada ya kutamka vile, yeye angekaa kimya, angesubiria mpaka siku ya siku, kwa sababu mwisho wa siku mpira Tanzania huko chini ya serikali kwa 85%. Kwa hiyo serikali kuu inaweza kutoa maoni, ukajikuta kama tayari timu umeingiza afu umetoa kauli yako, ndio jambo ambalo mimi naliona. Kwa hiyo sio kauli njema kwa Engineer kumtamka, na sio kauli ambayo inaweza kumsababisha Engineer akawa katika hali ya salama. Yeah.